Shalom mwana wa Mungu, ninakushukuru sana tena kuona tuko pamoja kwa siku ya leo. Mungu akubariki. Mungu atutumikishe tena kwa wakati huu tunapo tena kutana kwa kuchangia neno la uzima. Tumsihi Mungu atushiriki katika kipindi hiki cha dakika chache tu cha kuchangia neno la Mungu. Na wakati huu tutagusia neno au maneno kadhaa ambazo ninataka mimi na wewe tuchukulie muda kwa kujifunza kidogo. Na neno la kwanza ninataka tuongee na wewe ni neno kwamba mashua ikaelea. Mashua ikaelea. Neno la pili ni muda uliokamilika. Muda uliokamilika au muda uliowekwa. Kwa Kiingereza tunaita the set time. The set time. Na ikiwa kwa wakati au kwa muda uliowekwa, chombo kitaelea. At the set time, tutaona kuna kitu kitachitokeza. Sasa kwako na kwangu kuchukua muda huu, kujiuliza kwa wakati huu ni nini itafanyika mu maisha yako. Ikiwa muda uliowekwa kwa ajili yako unafika, utakuwa wapi? Amen. Nini itafanyika katika maisha yako? Muda uliowekwa na Mungu, chombo kikaelea. Na kukaribisha sana na ninakutakia amani ya Kristo iwe pamoja na wewe. Tuchukue wakati huu kuchangia neno ambalo limekuja kwetu katika Yesu Kristo. Tutakuwa tukisoma kitabu cha Mwanzo sura yake ya 7 mstari wa 17. Tunaweza kuteremka hadi 20, lakini tutakuwa kwa mstari wake wa 18. Tutakuwa ruka tunasoma sura yake ya 8 mstari wa 4 hadi wa 6. Na kwa wakati huu nataka tugusie neno ndogo lingine ambalo linatoka katika kitabu cha Zaburi sura ya 102 mstari wake wa 14. Kwa wengine kwa versio zingine itakuwa mstari wa 13. Hapo ndiko tutakuwa, na kwa muda huo ambao tumepewa na Mungu, tumsihi Yesu Mungu wetu kututawala na kutubariki. Karibu sana. Mungu tunakushukuru tena. Baba yetu, hatuna wasiwasi, hatuna oga na wewe tunapokuomba. Tunajua tunamuita Mungu anayesikia. Tunajua tunamtumikia Mungu aliye hai, mwenye uwezo wote wa kusamehe dhambi, uwezo wa kuseta nguvu za kuzimu, uwezo wa kututumikisha, uwezo wa kuongea na kila ambaye atasikia neno hili. Bwana mkubwa Mungu, usijifiche. Bwana mkubwa Mungu, ikiwa tunajitoa kwa ajili yako, uliko wa kwanza mwenye ulijitoa kwa ajili yetu na ukatupatia mamlaka kwamba tukikuamini tutatenda makuu mengi kuzidi hata yenye tuliona ukitenda. Na mimi siku ya leo ninaomba kutendeke kitu, jina lako litukufu. Tukusamehe, tukutumikishe, unioshe kwa damu ya Yesu Kristo mwanzo hadi mwisho. Kila ambaye yuko tayari kusikia, Mungu abarikiwe. Yule ambaye pia hajawa tayari, na muombea utayari wa moyo. Ninapinga kwa uwezo wa jina la Yesu mizimu, nafunga mapepo, nafunga hewa zinazopingana na neno lako kwa jina la Yesu Kristo. Shindo ya mbinguni, radi za utukufu zirarue na kuharibu mamlaka yote ya kuzimu yanayopingana na jina lako. Na neno hili lipate nafasi kote kwenye litasikiwa kwa jina la Yesu. Lishuke na shindo na utukufu wako izihirike. Kila atakayesikia asikie kwamba unanena na nafsi yake. Asante mwamba wa wokovu, kwa kuwa siku hii ya leo ni siku nataka ujinyang'anyie kama Mungu na Mwokozi wangu. Bwana mkubwa Mungu, siwezi, najisikia kama ninakuhitaji ya kitofauti tena. Nisaidie Roho, nisaidie nikutukuze. Mungu, dakika hii unisikie, uninyang'anyie tena utukufu na uninyunyizie tena upako wa Roho wako kwa jina la Yesu. Nimejiblende na damu ya Yesu. Ninablende jamaa langu na damu ya Yesu. Ninablende watu watakaosikia neno hili na damu ya Yesu Kristo. Mungu, tetea jina lako. Wasio kujua leo wakujue tena, waamini kwamba wewe ni mwema, uko mtamu kuzidi asali. Tukuka kupitia neno hili kwa jina la Yesu. Amen.
Mungu wa huruma, Mungu wa upendo akujie tena. Mungu aneneze moyo wako ili upate kubarikiwa pamoja nani kwa muda huu. Tunasoma kitabu cha Zaburi. Nataka tuanzie pale kitabu cha Zaburi ya 102. Mstari wake wa 14. Tu te verras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Amen. Narudilia, tu te leveras. Narudilia tena, tu te leveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Amen. Nilikwambia neno kwanza, muda uliokamilika au muda uliowekwa kukamilika. Le temps fixé, le temps prévu, muda ambao Mungu kautia yeye kama Mungu. Yawezekana wanadamu wanafanyaka prevision, wanafanyaka plan d'action, ile inawezekana. Wanapanga, wanajua kwa wakati huu mpango uko hivi. Kijana kabla aowe wanamuulizaka unapanga nini? Anaweza kuchukua kalenda, anachukua muda, anasema hata kutapita miaka miwili, mwaka fulani, tarehe fulani, mwezi fulani, itakuwa siku fulani ndipo nitafanya harusi. Na anaweza kuambia hata padiri au mchungaji atakayemubarikia kwamba ninataka nibarikiwe saa fulani. Wanaweka, wanaandika na makaratasi za aliko, muda ule umewekwa. Kumewekwa siku, mwezi, wakati na mwaka vimewekwa. Kama mwanadamu anaweza kufanya vile, tukumbuke kwamba Mungu naye ana wakati wake kwa kila kitu. Hiyo ndiyo ninataka tugusie. Hapa Mungu anaambia Sayuni, anaambia Sayuni, utasimama kwa kuwa nimekurehemu wewe, na wakati wa kukurehemu umefika, kwa sababu wakati uliowekwa umefikia mwisho wake. Amen. Wakati uliowekwa umefikia mwisho. Na ndiyo maana sana nataka tuzungumze na wewe, wakati uliowekwa kwa ajili ya baraka zako ni wakati gani? Ninakuombea kwamba kwa wakati huu, wakati wako na ufike, umsifu Mungu. Wakati wa baraka yako ukuze Mungu. Lakini pia pamoja na kushangilia kwamba wakati uliowekwa, hiyo wakati itakuwa wakati ya furaha kwa wamoja, ila kwa wengine itakuwa ni wakati wa machungu. Kwa yule ambaye ameweka au amewekewa muda wa harusi, iko tofauti na mwenye amewekewa muda wa kufa. Ni tofauti. Yule ambaye amewekewa muda wa adhabu na yule ambaye amewekewa muda wa kuruhusiwa afunguliwe kutoka gerezani, wameachana, ni tofauti. Huyu ana wakati uliowekwa wa kuwekwa gerezani, na huyu kuna wakati wake ambao umeandaliwa wa kufunguliwa kutoka gerezani. Na huyu ana wakati wake, anajua ni wakati wa kuzaa. Yawezekana huyu naye ana wakati wake wa kufa. Na pia kila jambo na wakati wake. Ila wakati huu ninataka nikwambie kuhusu muda uliowekwa. Mungu amwambia Israeli, muda wa kukurehemu umefika. Amen. Lakini pia na kuna wale aliwaambia muda wa kuadhibu imefika. Hapo ndo ninataka tuwe, na nimekuambia tutagusia neno kubwa. Chombo kikaelea. Chombo kilielea saa gani, siku gani na wakati gani? Na kwa nini chombo kilielea? Na nini ilifanyika wakati chombo kilielea? Hiyo hapa wanasema l'arche flotta. L'arche flotta. Quand est-ce que l'arche a flotté? L'arche a flotté au temps fixé. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba unielewe sana. This can be somehow logical, lakini isikuconfuse. Ninaomba unielewe, tuende na wewe neno kwa neno. Tunaongelea maneno mawili. Chombo kilielea. Neno la pili, kilielea kwa wakati uliowekwa. Wakati uliowekwa upo.
Wakati wa baraka uliowekwa ambao mwanadamu hawezi kuuvuka, hawezi kubadilisha, uko. Wakati wa baraka upo. Wakati wa hukumu pia uko. Kama wewe hauko tayari, ujue kwamba wakati uko. Ila ninakuombea wakati wako uliowekwa usije kama mshituko, bali uje kama muda wako wa furaha. Temps fixe. Ikiwa wewe una muda, waambie mwenye uko pembeni yako, le temps fixe est venu. Amen. The set time has come. Amen. The set time has come. Muda uliowekwa chombo kuelea umefika. Muda uliowekwa mlango kufungwa umefika. Amen. Nuhu hapa ndio tusome sasa nini ilifanyika. Nataka tusome hii vesi. Neno la Mungu linasema kitabu cha Mwanzo sura yake ya 7 na mstari wake wa 17. Nisome na wa 18 hata kwa sababu ya muda, mistari miwili hiyo tu. Neno la Mungu linasema hivi: Le déluge fit 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de l'eau, de la terre. Elle s'éleva au-dessus de la terre. 18. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la face des eaux. Amen. Amen. Mvua ilinyesha siku 40 na maji yaliendelea kuongezeka yaliongezeka. Siku ya kwanza hadi siku 40 mvua iko inanyesha. Mshangao ni hapa tuko kwa vesi hii. Eti garika hii iliendelea, ilifanya siku 40, maji yaliendelea kuongezeka na chombo kikapanda juu ya ardhi. Maji yaliongezeka sana kwenye udongo, kwenye ardhi, na chombo kikaelea kwenye uso wa maji. Amen. Hii ni saa imefika. The set time came. The set time has come. Na wakati ule Mungu alikuwa amewaambia. Walichukua muda miaka 40, 40 years. Wako wanajenga arki, wanajenga mashua, wanajenga. Nani alijenga? Aliyejenga ni Nuhu. Nuhu aliambiwa wewe ujenge. Mvua itanyesha, Mungu anataka kuadhibu. Watu wanamtazama Nuhu, wanajua siku hizi hakuna mvua, tuko jangwani, hakuna mvua jangwani. Mwaka unaanza unanyesha, hakuna mvua. Yani watu wakazubaa, wanajua kwamba ni muda wa furaha, ni muda wa kula na kunywa, ni muda wa kuoa na kuzaa, ni muda wa kununua manyumba, ni muda wa kujenga, ni muda wa kusafiri, ni muda wa kutengenezea teknolojia ipande, ni muda wa vita, nchi yenye nguvu ipige ingine, ni muda wa kusoma, ni muda wa kupata makazi mazuri, ni muda wa kujiwekea malashi mazuri, ni muda wa kujipodoa, ni muda wa kujichubua, ni muda wa kununua simu nzuri, ni muda kabisa uingie kwa internet kisha unataka. Watu walikuwa wakila na kunywa na wakasahau, kwa kuwa walijua kwamba jua iko inawaka. Na sisi tunajua kwamba jua linawaka, lakini muda uliowekwa ulipofika tu. Nuhu alipomaliza kujenga, Mungu akamwambia, wewe ingia ndani, lakini uende uchukue vitu viwili, kiume na kike, na kuna vingine aliambiwa aweke visaba. Akaweka ndani. Pale patakuwa kitu, pale patakuwa swali, pale patakuwa changamoto. Kuchukua paka, pusi. Unachukua paka, unamuweka ndani ya chumba moja na panya. Pale patakuwa swali, jinsi gani unaweza kuweka kuku na tai chumba kimoja. Pale patakuwa swali, jinsi gani unaweza kuweka njiwa au uweke sungura mbele ya imbwa. Ilikuwa
maana mule ndani mlikuwa mizamu ya mbinguni. Amen. Na ndio maana mahali ambapo pana roho wa Mungu pana utulivu, pana amani, pana upendo, pana umoja, hakuna unafiki. Panya hakutumikisha unafiki, au pusi hakutumikisha unafiki mbele ya panya. Kwa wakati ule walikuwa ndani ya mashua siku 150 zikiwa ndani, wote walitulia. Chakula chenye utukufu wa mbinguni, hewa tukufu takatifu, maventilateur, air condition za mbinguni ndizo zilikuwa ndani. Simba alifungwa kinywa kwamba anaweza kurukia paka au arukie sungura kwa wakati ule, maana muda ulifika. Sasa ninajifunza neno chombo ikikaelea, mtumbu unapanda juu. Na kama leo unaona yansi gani inaweza kufanya, akili gani inaweza kufanya, merekebu yenye matani na matani inakuwa juu ya maji pasipo kuelea. Ile ni akili ya hali ya juu, tena akili ya mbinguni ambayo alipewa Nuhu. Lakini sio akili ya kawaida, ni akili inatumika na mpango wa mbinguni. Amen. Nuhu anamaliza kujenga, anaambiwa aweke, lakini hawakumwambia aweke familia la mtu, maana na watu walikuwa hawana haja. Wakati wa Sodoma na Gomora, watu walikuwa hawana haja ya kuingia ndani kuingia ndani au kupona au chochote au kutoka kukimbilia Sowari. Waliambiwa, walifundishwa, hawakujali na walizubaa. Homosexuality ilikuwa kwa hali ya juu. Wasomaji wa Biblia, tunasoma kitabu cha Warumi sura yake ya 1, ukisoma mpaka unafika chini utaona habari gizi wamesema ushoga. Unaona pale wanasema gizi watu leo wanaabudu kiumbe kuliko waabudu muumbaji. Unapata girlfriend, unasahau Mungu aliumba ule dada, unaona upige goti chini mbele ya ule dada kusudi asione kama umemdharaulisha mbele ya watu, kusudi aone kama unampenda, kusudi aone unapiga goti mbele ya kiumbe. Maana yake unasahau kupigia muumbaji wa hiki kiumbe magoti. Wewe ujue kwamba ni wakati yale yalikuwepo, walioabudu kiumbe walikuwa, waliofanya machafuko ya aina zote walikuwa, na leo iko. Amen. Alipoingia, watu hawajali kuingia, maana walikuwa wamezubaa, na pia kukimbilia katika safina nayo ni neema ingine. Mtu kukengeuka kwamba hukumu yaja, kwamba gharika yaja, ni neema ingine. Mtu kukumbuka kwamba Sodoma na Gomora inataka kuunguzwa, nayo ni neema ingine. Mke wa Lutu aliambiwa atoke na mume wake na binti zake wawili, lakini huyu mama aligeuka nyuma, akageuka nguzo ya chumvi. Na wako wengi wanaambiwa leo, lakini kwa kugeuka nyuma jehanamu inawasubiri. Haleluya. Nuhu sasa anaandaa, ameingiza vitu, minyama zimeingia, ndege zimeingia, kila kinachotambaa juu ya udongo na ndege zinazoruka angani aliambiwa atie 2. Je, Nuhu alikuwa na uwezo wa kukimbiza tai au kumshika? Hapana. Utukufu wa mbinguni ulileta tai 2, dume na dike, jogoo na dike, ziingie. Nuhu alikuwa na uwezo gani wa kushika simba? Hapana, Mungu mwenyewe ataleta simba. Na acha nikwambie kwamba wewe usipomtumikia Mungu, yule Mungu atakayetumikisha hautamjua. Balamu aliongeleshwa na punda. Sababu ya Balamu kushindwa kusikia,
Mungu akafanya punda aseme. Na wewe usipomtukuza Mungu, Mungu anaweza hata kutukuza kupitia minyama kwa kujitukuza. Haleluya. Udongo ulifunguka kwa kutimiza mapenzi ya Mungu. Abiramu, Kora na Datani na walitumbukia ndani kama 250 wote shimo, udongo ikaomeza nikafunga. Udongo pale haikuwa mtumishi wa Mungu, hatukuzi Mungu. Simba amekuja na waliingia ndani wakatulia wote. Sasa mwanadamu nani wameingia? Kumeingia Nuhu na mke wake. Kumeingia Semu na mke wake. Kumeingia Hamu na mke wake. Kumeingia Hamu na Yafeti na mke wake. Mama uko mubarikiwa ambaye umeungana na mume mwenye neema. Mama dada uko mubarikiwa wewe ambaye umeolewa na mteule wa mbinguni. Mama una neema wewe ambaye unajua kujiunga na maono ya mume wako. Maana ahadi ya Mungu, maono ya mbinguni inatumika na mume wako. Na kama unataka mufanikiwe, ungana na ule mume, umuulize mume wangu unawaza nini? Kitu nataka upate kwa ule mume, ujikaze kitu exploite kwake, uwe unamuuliza mume wangu unawaza nini? Hapana tu wakati anatia mkono machafuni, lakini utake ujue mpango gani anao. Maana ule mpango ndimo mnatokea sauti ya mbinguni kwa ajili ya mwelekeo na maono yenu ya kesho na watoto wako. Hawa mama wana nusurika, waliolewa mjamaa teule. Baba una neema ikiwa utaingia katika safina na watoto wako. Shalom. Lakini itakuwa ole kama utakosa mbingu, au utaingia uache watoto na mke wako nyuma au mume wako. Itakuwa ole. Nuhu anaingia jamaa lote, watoto wake 3 na binti wakwe wamenusurika. Mvua eti na mimi ninakuja. Mvua aliponyesha, watu wakaona ni mchezo, ni mazoea, kawaida tu mvua inanyeshaka. Wakati mwingine mareo wanaona saa zinazidi. Saa 1 inatambuka, saa 2 inatambuka. Saa 24, siku imepita, usiku inaingia. Mvua mareo haishi. Mungu anafungua chemichemi za kuzimu, anafungua na chemichemi za mbinguni. Hasira imeisha waka. Mungu harudishwi tena, Mungu hasamehe tena. Mungu hana haja ya kuuliza mtu. Ameshaambiwa, anatumika na yule anasikia sauti yake sasa. Amen. Basi watu wanaona sio mchezo huu. Huyu mzee miaka 40 yote, hata mtoto aliyezaliwa anaeneza miaka 40, 40 years alikuwa amekuwa naye mtu mzima. Ni kwamba Mungu aliwapa muda, na wewe Mungu amekupa muda. Umekuwa mtu mzima sasa, lakini haujaacha uzinzi. Uko unaonywa. Na mtu kukawia haijamaanisha kama anaishi siku nyingi. Mungu kunyamaza kwake haimaanishi kama hajaona au ataachilia. Siku kupita haijamaanisha kwamba dhambi ambayo hujaitubu imesamehewa. Muda ulipofika, watu wanaona kwamba hapa ghasia imeinuka. Chombo bado kiko kinapanda. Mada yetu ni chombo kuelea. Maji yakiongezeka, yalipoongezeka tu, chombo hakikumezwa. Na wewe ni kuahidi kwamba ukitembea na Mungu, hata maji ya pande, hata usikie yanafika kinywani, ungali na uwezo wa kufunga kinywa. Mungu hata ruhusu yafike kwenye mapua, maana mapua ndicho atakuinua, atakupandisha. Mkono wa Mungu unawapandisha wale wanaofanya mapenzi ya Mungu. Chombo kikapanda. Watu wanaona maji kwenye magoti, wanayaona kiunoni, wanasema hapana,
Vyote vitu nyumbani vimeharibika. Acha nikujie nikwambie kwamba muda uliowekwa ukifika tu kuna kitu kitafanyika. Chombo kitaelea. Chombo kilipopanda kidogo kinapanda, maji yanavyoenda na ndivyo chombo kiko kinapanda. Mwana wa Mungu, ninakutakia neema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, panda juu ya majaribu. Kwa jina la Yesu, panda juu ya magonjwa. Kwa jina la Yesu, panda juu ya kifo. Kwa jina la Yesu, panda juu ya umaskini. Kwa jina la Yesu, panda juu ya mikosi. Kwa jina la Yesu, panda juu ya laana. Kwa jina la Yesu, panda juu ya balaa. Kwa uwezo wa jina la Yesu ikutendekee, ikiwa uko katika mapenzi ya Mungu. Chombo kinajaa minyama zote, aina yote, vidudu vyote, ndege zote, na mko watu 8. Jiulize, fasi kwenye kuko ngombe 2, farasi 2, punda 2, ngamia 2, nguruwe 2, ongeza kila aina ya mnyama, tiamo kama viboko 2, tiamo mamba 2, itakuwa nzito. Na alikuwa ameweka ngazi mule ndani. Gorofa ziliwekwa ya kwanza, ya pili hadi ya 3. Ndege ziwe nafasi fulani, vidudu visikanyangwe, kila kitu. Mungu aliweka kila kilichohitajika. Humo ndani muna yote inahitajika. Humo ndani muna hewa yake ya mbinguni. Humo ndani muna chakula cha mbinguni. Humo ndani muna mavazi ya utukufu. Humo ndani muna maji ya uzima. Humo ndani muna mkate na tunda la uzima. Hauna haja ya kuangalia nje. Milango zimefungwa, madirisha zimefungwa, hakuna kuhangaika. Yote imeandaliwa kwa ajili ya watakatifu. Ingia tu, hautajuta. Na yule ambaye anaweza kukuletea ujumbe kwamba mbingu sio mahali pa raha, anakudanganya. Maana walio nje wanateseka, mbwa mwitu zinawararua huko, wanahangaika na garika. Lakini walio ndani ya Yesu wanapumzika. Walio ndani ya Yesu wana raha. Walio ndani ya Yesu wanarukaruka. Wanawaona kwa mbali, hata kupitia dirisha, hata kupitia kioo cha mbinguni, jicho na darubini la utukufu. Utawaona, lakini wewe hautawasogelea, maana Mungu amekuweka kando. You are set apart. As the Lord has set the time to redeem your life, the same the Lord has set you apart to save you. Amen. Hivyo ameweka muda wa kukuponya, kwa kukuokoa, kwa kukunusuru. He has a good plan to rescue you from every danger. Basi Nuhu alipokuwa ndani, anasikia mlangoni, Nuhu, we mzee, tufungulie. Miaka 600 kama na 50, tufungulie we kizee. Tuliwaza huko Msazi, wengine wanawaza hapa mimi sina kazi, wengine wanawaza labda, na wengine watapata sababu atake ajue mimi ni mtu gani. Sikiliza, uokoe nafsi yako. Tunajenga safina ili watu wapate makimbilio wakati wa hatari. Lakini ukichukua muda unitete, ukichukua muda unichafue, Mungu wa mbinguni atakuadhibu, kwa kuwa mimi sina na wewe tatizo unayechafua sifa zangu. Wanaomchafua Nuhu wanasubiri hukumu, wanasubiri gharika. Wanaochafua watumishi wa Mungu, eti yule hana upako, eti yule hafanyake miujiza, eti yule haseme kwa lugha, eti yule yeye haonaki, eti yule neno la wewe. Kama anakuambia neno linalokuumiza kwa kukutunza, kidongi chungu ni dawa. Amen. Nuhu, ule waliyemcheka, anakuwa sasa kimbilio. Mungu alimwambia Nuhu, ingia, haushughulike na mlango. Mlango ni Yesu. Njia ni Yesu. Mwenye hakuoneshwa njia ya kuingia haingie. Mwenye haoneshwe mlango haingie. Bwana Yesu ndiye mlango. Okay, Nuhu ingia, mlango ni huu. Okay, tunajua kwamba
kuta la Yerusalemu mpya lina milango 12. Kila ukuta una milango 3, jina la kila mtume. Lakini upo mlango wa uzima uliomo ndani katika ufalme wa mbinguni, ni Yesu Kristo. Nuhu, ingiza kila kitu, mlango haikuhusu. Mungu alileta upepo, kufuli ya mbinguni, mlango umefungwa. Wewe uje ufungue. Kiburi kifungue sasa. Masomo yako ifungue sasa. Pesa yako ifungue sasa. Cheo kenye unapigana unashaua watu hivi, uchunge nafasi yako. Fungua sasa. Uzinzi wako ifungue. Urembo wako ifungue. Kiburi chako kifungue, uingie. Maji mvua iko inanyesha. Ingia sasa. Ule Nuhu uliye mzihaki hana akili. Lile kanisa ulikuwa unachukia ndilo lilikuwa ndani uokovu wako. Umelidharau. Sawa, fungua sasa. Muda wa raha umepita, muda wa kuzaa umepita, muda wa kunywa umepita, muda wa kusafiri umeisha, muda wa kusoma umeisha, muda wa benki yako kuvimba, kuweka akiba na kuwekeza umeisha, muda wa yote umepita. Muda uliowekwa ndio huu. The set time. Do you know your set time? Look what is going to happen. Chombo kikaelea. Waliwaza kwamba chombo kitabakia chini, wakaona tu chombo kinapanda. Chombo kinapanda. Chombo kinapanda. Chombo kinapanda. Chombo kinapanda. Chombo kinapanda. Na mimi nakuombea upandishwe utukufu hadi utukufu kwa jina la Yesu. Msifu Mungu. Waliokuona wewe hauna akili, sasa wakili kwamba Yesu ndiye Mungu. Amesema kitabu cha Malaki 3:18 kwamba ataweka tofauti kati ya wanaomtumikia na wasiomtumikia, kati ya wenye haki na wenye dhambi. Ameahidi ile siku kwa muda uliowekwa. Wameingia familia 4, watu 8 wamekuwa ndani. Chombo kinapanda. Mada yangu ni chombo kupanda, kwa kuwa muda ulifika. Muda ulipofika, mlango ukafungwa. Muda ulipofika, chombo kikaelea. Muda ulipofika, machungu yakaanza. Wamoja wako wanakula raha katika ufalme ndani ya mashua, wengine njia ipelekayo potevuni ni kubwa. Miliari na miliari zitaenda huko. Wateule ni wachache watakaoingia. Wachache sana. Wachache sana. Na kama wale wachache wataingia, sio kwa sababu mbingu ni ndogo, lakini kwa sababu waalikwa hawako tayari. Busy tunapigana, tunashindishana. Busy tunatetana. Busy tunachukiana. Busy tunauana. Busy tunapeana sumu. Busy unafiki. Muda utakapowekwa, yote uliyoyapenda itageuka machungu. Nuhu yuko ndani, anasikia vilio. Anasikia vilio, anasikia kugonga. Fungua, tafadhali sana. Akawajibu neno moja, sina mamlaka ya kufunga na sina mamlaka ya kufungua. Mimi ninakuletea neno tu. Sina mlango wa mbinguni mimi. Siko mlango na sina mlango, bali ninakuonesha mlango. Uamini na upokee pasipo unafiki. Uamini kwa moyo mkunjufu na wakutetemeka. Kila mmoja ajiingize mwenyewe. Salvation is individual. Mimi ninakutenga, mimi ninakufanya hivi. Wewe utamtenga na unasema hautamtenguaka. Haujui yule mtu atakapomalizana na Mungu wake ataingia je? Yawezekana wewe ole wa Mafarisayo wanaowafungia wengine mbingu na wenyewe hawataingia. Yawezekana na wewe unayeifanya inabidi na wewe jioji.
Yawezekana wewe ni Yuda. Yuda akajikuta yeye ndiye ameadhibiwa vikali kuzidi huyu mama Tamari mwenyewe. Walikuwa wanasema watupie mawe. Mimi njoo nimeadhibiwa vikali kulingana kwa mujibu wa sheria yetu. Tena binti mkwe wangu, binti au bibi wa watoto zangu. Jitambue, uponye nafsi yako. Chombo kinaelea kwa wakati uliowekwa. Chombo kilielea kwa nini? Hapo ndipo ninataka nigusie na nimalize kwa siku ya leo. Mungu akituwezesha tuendelee. Chombo kilielea, kilikuwa kizito kuzidi mtu. Chombo kinajaa minyama, vidudu, kinajaa pia ndege. Ndege za kutambaa. Tafadhali, mmejaa minyama ya kutambaa na kutembea. Vyote viko humo ndani. Vyote vimewekwa. Na wewe ujiulize, hewa gani ilikuwa mle ndani? Siku 40 hakuna kutoka nje. Ventilators za mbingu zilikuwa zinatoa uchafu wote. Kilo hakikuongezeka. Hakukuwa ndege au mnyama au mwanadamu aliyekufa ndani. Wote walipewa yote walihitaji. Hakiba ya uzima ilikuwa imo ndani. Hakiba ya uzima imo ndani ya Yesu, maana unapompokea, he is a full package in your life. Hakiba ya uzima. Hakiba ya uzima iko ndani ya chombo cha uzima. Nje ya chombo ni mauti. Nje ya Yesu ni Jehenamu. Wewe ule raha tu. Raha ina mwisho kwa wakati uliowekwa. Hautaubadilisha. Alipo 40. Chombo kimejengwa miaka 40. Mvua imenyesha siku 40. 40 jours. Kisha siku 40 mvua kunyesha. Maji yalienda kukauka. Kisha siku 150. Maji yalikauka. Mungu ye mwenyewe alizika wale watu. Mungu mwenyewe alizika ulimwengu wote. Akanusuru watu 8 tu. Ni kwamba samaki ni watumishi wa Mungu. Samaki zilihakikisha zikala. Harufu yote ikaisha. Humo ndani. Mungu alihakikisha amefagia. Wala hakuna maradhi ya maambukizi au harufu mbaya. Siku zote 150. Mungu alihakikisha amemaliza yote. Na harufu na maji akasafisha. Amen. Maji Mungu akasafisha. Tusome sasa 8, sura yake ya 8 na mstari wake wa 10. Mstari wa 4. 8 mstari wa 4, neno la Mungu nasema, le 7e mois, le 19e, le 7e mois, le 17e jour du mois. Je reprends, le 7e mois, le 17e jour. Manake mwezi wa 7, siku ya 17, l'arche s'arrêta sur la montagne d'Ararat. Chombo kilielea kwa wakati, na tena chombo kilitua kwa wakati juu ya mlima wa Hararati. Hararati yetu ni wapi? Hararati yetu ni ndani ya Yesu. Hararati yetu ni wakati wa kupokea uzima. Wewe umekula raha sasa. Umeingia katika raha ya milele. New season. Msimu mpya. Amen. Mwezi wa 7, le 7e mois, le 17e jour. Chombo kikatua. Hapana kutua kujipiga.
pale kwenye Mungu alikiongoza, na ndipo walijikuta tu tumetua, hatuko tena ndani ya maji. Mlimani walijengea chombo bondeni, kinatua mlimani. Uyaja wakati mlima wa Bwana utakuwa juu ya milima zote. Haleluya! Mlima wa Bwana, mlima wa Mungu, yaja wakati mlima wa Mungu utakuwa juu ya mlima zote. Jina la Yesu linatawala majina zote. Amen. Mwamba wa uzima, jiwe la pembeni itakuwa msingi. Je, kila mjenzi anayetaka kujenga msingi ulio imara. Chombo kikatua. Ninataka nimalize kusema nini? Chombo kilielea, kilikuwa kimejaa, lakini kahaba alikuwa mzito kuzidi chombo chote, sababu dhambi ni nzito, dhambi zinaua. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Chombo kinakuwa laini sababu ni mapenzi ya Mungu. Kahaba anakuwa mzito sababu mwizi anazama. Chombo cha miti mizito, hapana miti za fake, kinapanda. Mungu alimwambia Nuhu jenga, na yeye mwenyewe alimwelekeza. Nuhu alijenga kufuatana na mapenzi ya Mungu, akaponya uzima. Kahaba alifanya ukahaba pasipo mapenzi ya Mungu, akawa mzito kuzidi jiwe. Dhambi zinaua. Wewe uzile kama karanga, wewe ule raha tu, ufanye mtu wa kisasa, na uombe hata na Biblia ya sasa, useme hii ni ya zamani na kuonea, inakiuka maslahi yako. Wewe fanya yote, lakini yaja siku utakuwa mzito kuzidi merekebu inaojaa matani na matani. Mungu ndiye anajua, yeye ndiye alipima uzito wa meli ya uzima. Hakuna mwenye alipima. Hata ulize Google haitakwambia quel était le poids réel du bateau ou de l'arche de Noé. Hakuna anaijua, ni muongo. Mungu anajua. Amen. Uzito wa chombo, miti zenye zilikusanywa miaka zinapanda. Wewe wa kilo 50 unazama sababu ya usherati. Wewe unazama na huduma unafanyia Mungu sababu ya kuchanganya Yesu. Wewe unazama, unaangamia, unarudishiwa mlangoni, unaanza gonga, wanakukataa sababu ulikuwa mnafiki. Ni ole. Kila atakaye kosa kuingia atajua mlango haukufunguka kwa sababu gani. Chombo kilielea sababu kilijengwa kufuatana mapenzi ya Mungu. Kahaba alikuwa mzito kwa sababu kahaba hakuishi mapenzi ya Mungu. Na wewe ninakuombea ujikaze uishi neno, utaponya nafsi yako. Usipoishi neno, kuangamia uisubiri mpendwa. Utakuwa mzito kuzidi chombo, kuzidi mashua, kuzidi makontena na makontena. Yona alikuwa mzito juu ya merekebu yote sababu alikuwa na mzigo wa neno wa uasi. Walipomuondoa tu kisha kutoa mizigo yao, wanakuta hakuna mzigo, bado umo nyuma. Walipokumbuka kwamba yuko mtu anayejificha, sauti ya mbinguni, walipomtupa ndani, merekebu ikawa laini. Sauti ya Mungu inakujia. Kama unataka uwepesi, pokea neno. Mbingu hamuingia migogoro, hamuingia mimi sionge yake na fulani, mimi ni hivi, si doktrine yetu. Mbingu hakuingia doktrine, mbingu hakuingia dini. Yesu hakutuambia dini, alituachia dini upendo. Yesu alituachia ibada ya kumtukuza, ni utakaso. Tafuta Mungu ili na wewe uelewe kwa wakati uliowekwa.
Tafuta Mungu, uingie katika chombo, ili saa chombo kitatua, uangalie walioangamia, usikie habari zao, wewe uanze shukuru, uimbe furaha, shangwe na vigelegele, nyimbo za mbinguni, tenzi za furaha ya wokovu wa milele ukaziimbe. Soma kitabu cha Isaya sura ya 12 mstari wa 3. Pale umetuambia tutachota maji kwenye visima vya furaha ya wokovu, furaha ya milele. Mungu akubariki. Sababu ilikuwa ni mpango wa Mungu kwa mapenzi yake. Uzito wa chombo haukuzuia chombo kupanda, maana kilipanda kufuatana na mapenzi ya Mungu. Na pia wenye dhambi waliangamia. Mwenye dhambi mmoja aliyeangamia alikuwa mzito kuzidi uzito wa chombo sababu ya dhambi, na chombo kilitua. Kutua kwa chombo maisha yako ni kusema nini? Mungu amekufikisha mahali alikupeleka katika raha ya milele. Uone useme, hapa ndiko nilitumikia miaka, na utapata faraja isiyo na mwisho, na wewe utafarijika, utasema kweli sikuchokea bure kumcha Mungu. Mungu akubariki na kutakia na wewe elea kwa jina la Yesu, ushinde dhambi. Kuelea ni kushinda dhambi. Kuelea sio kufunga sana. Kuelea sio kuwa na ministeri kubwa kuwazidi wote. Kuelea sio kuwina. Kuelea ni kumcha Mungu. Yote inatembea kwa wema wa umchao Mungu. Tuombe Mungu, tumwambie Mungu, wewe ni Mungu wetu. Baba uliye hai, ninapanza sauti nikiombea huyu aliyesikiliza leo. Ninamwombea aelee kama vile chombo kilielea na uzito wake wote, sababu ilikuwa ni mapenzi yako. Tukifanya mapenzi yako na kuyatafakari na kuishi neno, tutaelea juu ya ulimwengu. Kwa jina la Yesu tutaelea na kushinda mauti ya milele. Baba, saidia huyu mama siku moja naye atue kwenye mlima wa Bwana uliowekwa juu ya milima zote, kama neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Isaya 2 kwamba neno lako limewekwa juu ya mlima wako, utakuwa juu ya milima yote. Baba, jina lako limeinuliwa kuzidi majina zote chini ya jua na mbinguni. Baba yangu, tusaidie tuelee. Tusaidie tutue kwa mlima wa Hararati, mlima wa uzima, mlima wa Bwana katika ufalme wa mbinguni. Tufarijiwe tufike siku moja. Baba, tusizubalishwe. Wakati uliowekwa kuna kitu kitafanyika tu. Tutake tusitake, kuna kitu kitafanyika. Hatujue itakuwa wapi, hatujue ni saa ngapi, hatujue ni siku gani, mwaka au mwezi gani, hatujue kwa umri gani, hatujue katika nchi gani, lakini ule muda safina itaelea, walioasi wataangamia. Mungu, ninaomba neema, unifungulie mlango. Niingie na mimi Bwana, nipone gharika hii. Asante kwa kuwa neno hili utalisindikiza, na waliolisikia wabarikiwe, na wenye watasikia nyuma wabarikiwe. Ninaombea wagonjwa wote kama vile Mungu ishivyo. Nikubali niombee kila mgonjwa iko nasikia neno hili. Mkono wa mbinguni, mkono wa uwezo, imupe kuelea zidi ya magonjwa, imupe kuelea juu ya magonjwa kwa jina la Yesu, imupe kuelea juu ya mauti kwa jina la Yesu, imupe kuelea juu ya mateso kwa jina la Yesu. Mungu, fariji mioyo zinazosononeka kwa wakati huu. Tulikuja kwako leo Yesu, tuna matumaini mema kwamba kuna kile utafanya na jina lako litatukuzwa. Mungu, maadui zetu wasifurahie kushindwa kwetu. Maadui zetu wasifurahie wakisikia kibaya umekiachilia. Ninazuia mipango ya kuzimu, mipango migeni, mipango za mauti, mipango za gharika, mipango za mikosi na balaa, mipango za laana. Nimeharibu kwa jina la Yesu. Ninaomba, ninatamka uzima kwa wote wanaoamini kwa jina la Yesu Mwokozi wangu. Amen. Mungu akubariki. Ninajua umekuwa baraka kwetu, na neno hili likuja kwako liwe baraka kwako pia. Mungu akusaidie ueleye, usizame. Maana ukizama basi muda ulipofika wenzetu waliangamia, chombo kilielea. Muda ulipofika chombo kilitua, wote wameteketea. Mungu amefungua, tena kimetulia. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe, na mimi aniwezeshe, atupe sote mwisho mzuri kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ubarikiwe.